Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo. Kipindi kinacholetwa kwenu na Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili usiku. Leo hii katika kipindi hiki tuko katika halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe mkoani Katavi. Moja ya halmashauri inayotekeleza mradi huu wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai katika halmashauri 7 zinazotekeleza mradi huu hapa nchini. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Henry Mabumo. Karibu. Kijiji cha Ntibili ni moja kati ya vijiji 33 vilivyopo katika halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe kinachonufaika na mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai unaotekelezwa na Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira imeandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi kwa kutenga matumizi mbalimbali ikiwemo hifadhi ya msitu katika kijiji hiki iliyopo katika safu za milima ya Liamba la Mfipa, ambapo awali vyanzo vya maji vilikuwa vimekauka kutokana na shughuli za kibinadamu zikiwemo kilimo, ukataji kuni pamoja na uchungaji wa mifugo. Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira kwanza ilifanya mikutano na wanakijiji wa vijiji vya Ntibili, Igalukilo pamoja na vijiji vingine vilivyopo katika safu za milima ya Liamba la Mfipa pamoja na vijiji vingine vilivyomo katika safu ya milima ya Liamba la Mfipa na kuingia makubaliano maalum. Awali hili eneo lilikuwa wazi kama tumeanza kufanya shughuli hapo kuanzia mwaka 2022. Lakini kabla ya hapo hili eneo lilikuwa eneo la wazi. Kila mtu alikuwa anaingia na kata miti kwa ajili ya mkaa, na kata miti kwa ajili ya kuni, na kata miti kwa matumizi mbalimbali. Lakini pia hata wafugaji walikuwa wanaingiza ng'ombe huko. Kwa hiyo baada ya kufanya hizi jitihada, na hata huko nyuma kuliwahi kutokea madhara kwa sababu zilivyonyesha mvua kubwa, mawe na matope yaliporomoka kwa sababu kulikuwa hakuna kitu cha kuzuia. Lakini baada ya kuanza hifadhi ya kuitenga ile eneo kutoka mwaka 2022 mpaka sasa tayari tumeona matokeo chanya. Matokeo kama tunavyoona, msitu umerejea, na hata wanyama wadogo wadogo ukiingia huko ndani unakutana nao, digidigi na kadhalika. Lakini kikubwa, maji yamerejea kwa kiasi kikubwa sana, na ndio yanasaidia sasa hivi vijiji huko chini kama chanzo cha maji cha uhakika, ambao maji yanatiririka mwaka mzima, jambo ambalo huko nyuma halikuwepo. Hata wenyewe wanaona kama ni miujiza. Sisi kama mradi tunaona kwamba haya ni mafanikio makubwa, na tunaamini kwa sababu wananchi wameshaanza kuona mafanikio haya, wataendelea kulinda na kuhifadhi msitu huu ili uweze kuendelea kuwapa manufaa. Pamoja na hayo, nimesema kwamba kuna shughuli ambazo tumeziruhusu kufanyika humu kama ufugaji nyuki. Tayari tuna mizinga ya nyuki zaidi ya 204 iko humu kwenye msitu. Kwa hiyo ni sehemu, ni kichocheo kimoja wako pia ambacho kinatufanya wanajamii waendelee kuthamini hiki hifadhi ya msitu na mazingira yake kwa ujumla, kwa sababu wana rasilimali zao na wanapata kipato kutoka kwenye msitu huu husika. Kwa hii ni moja kati ya misitu ambayo nilieleza awali, misitu zaidi ya 30 ambayo tumehifadhi kupitia mradi huu. Kwa hiyo ni jitihada nzuri na zinaonyesha matunda ya moja kwa moja. Na bahati nzuri eneo hili ni miombo, na miombo usiporuhusu shughuli za kibinadamu kuingilia kwenye eneo la msitu, au tusiporuhusu uchomaji wa moto, manake miombo inakupa majibu baada ya muda mfupi sana. Ndio maana nimesema toka mwaka 2022 mpaka leo 2025 ni miaka 3 tayari msitu umeshafunga. Kwa kuzingatia kuwa ukataji miti ovyo, uchungaji wa mifugo na kilimo ndio shughuli zilizokuwa zikiwawezesha wanakijiji hao kiuchumi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira imeanzisha shughuli mbadala za ufugaji nyuki ndani ya msitu huo ili kuwawezesha kiuchumi na kufanya hifadhi hiyo ya misitu kuwa endelevu. Nasema jambo moja ambalo tumefanya, tumeingiza mizinga ya nyuki kama 204 humu, na baadhi ya wanufaika ni hao waliokuwa wanakata mikaa huku juu. Sawa, lakini tunazo shughuli nyingine mbadala za kiuchumi ambazo zinafanyika kama chanzo cha kipato ili wasiendelee kupanda huku. Tuna miradi ya ufugaji wa ng'ombe kwa vikundi vya vijana,
Tuna miradi mingine ya SACCOS, yani kuweka na kukopa, wamepewa mitaji. Lakini pia tuna miradi ya huku chini, kwa sababu haya maji ni mengi yanateremka chini. Tuna miradi ya umwagiliaji na tumejenga mifereji ya umwagiliaji ambayo sasa wale wanapata shughuli badala ya kufanya huku chini, badala ya kutegemea kuja tena huku kwenye msitu. Dhana kubwa ya mradi huu ni urejeshaji wa uoto wa asili na ardhi iliyoharibika katika halmashauri mbalimbali, ambayo inahusisha masuala ya kilimo, misitu, mifugo pamoja na upatikanaji wa maji. Tunaamini kwamba shughuli hizi ambazo tunazifanya, kwa kuwa tayari ziko kwenye ngazi ya kijiji na kamati za vijiji, lakini pia ziko kwenye ngazi ya halmashauri, kwa maana ya kuendelea kutengea bajeti pale itakapokuwa inahitajika, ili shughuli hizi ziendelee kufanyika za uhifadhi. Hii ni picha ya juu ya milima ya Liamba na Mfipa inayoonekana hapa baada ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kutekeleza mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya Bioanuwai, mradi ambao umepokelewa kwa nguvu na hamasa kubwa na wanakijiji wa vijiji 13 vinavyozunguka milima hiyo, inayoonyesha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 kupitia ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira ya kupambana na uharibifu wa mazingira. Shughuli kubwa ambayo tumefanya hapa, jambo la kwanza tulilofanya ni kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi, ambayo tumetenga matumizi mbalimbali. Sasa moja ya matumizi ilikuwa ni eneo la hifadhi ya msitu wa kijiji. Kwa hiyo na hifadhi hii iko kwenye safu za milima ya Liamba na Mfipa, na kimsingi tulichokifanya hapa, baada ya kufanya mikutano na wananchi wa vijiji hivi vya Mtibiri, Galukilo, vyote ambavyo vinaendana na safu za milima hii, tukakubaliana kwamba hili eneo liwe eneo la hifadhi. Na uhifadhi uliofanyika hapa kwa kiasi kikubwa ni tunasema uhifadhi wa papo kwa papo. Kwa Kiingereza tunaita in situ conservation. Yaani ni eneo ambalo limetengwa, kuna kamati ya usimamizi ya msitu huu ambayo imeundwa, na baada ya kulitenga hili eneo kama ni eneo la hifadhi, manake hatujaruhusu ama hairuhusu shughuli zozote zile za kibinadamu ambazo sio rafiki na mazingira zifanyike katika mazingira haya. Sisi kama mradi tunaona kwamba haya ni mafanikio makubwa, na tunaamini kwa sababu wananchi wameshaanza kuona mafanikio haya, wataendelea kulinda na kuhifadhi msitu huu ili uweze kuendelea kuwapa manufaa. Ni mradi mmoja. Hizi ni intervention mbalimbali tunazozifanya. Yaani tuna shughuli kwenye masuala ya kilimo, masuala ya misitu, masuala ya mifugo, masuala ya upatikanaji wa maji. Yote hii ni intervention za mradi ambazo zinafanyika kupitia mradi. Kabla ya kuandika mradi ambao tulipeleka Jeff, tulifanya tathmini. Tathmini ambayo ilitupa matokeo, kwa sababu dhana kubwa ya mradi huu ni urejeshaji wa uoto asili na ardhi iliyoharibika. Sasa wakati tunafanya tathmini ya awali, kabla kuandika lile andiko la mradi wenyewe, tulipita kwenye halmashauri mbalimbali hapa nchini. Lakini halmashauri hizi ambazo ziko kwenye mradi, kuanzia Iringa, Wanging'ombe, Mbarali, Mbeya, Sumbawanga, Mpimbwe na Tanganyika, zilionekana zina athari kubwa ukilinganisha na halmashauri zingine. Ndio maana kwenye dhana ya urejeshaji sasa tukaona tuanze na hizi halmashauri. Gharama ya mradi mzima, mradi huu tunafadhiliwa na mfuko wa mazingira dunia kwa dola za Marekani milioni 11.2, ambazo ni takriban sawa na bilioni kama 28 hivi. Mafanikio makubwa yaliyopatikana kutokana na kuhifadhi safu ya milima ya Liamba na Mfipa na msitu kurejea. Sasa wakazi wa vijiji hivi wanaangalia namna ya kunufaika na biashara ya hewa ukaa kama chanzo kipya cha mapato kinachokwenda kuwakwamua kiuchumi badala ya vyanzo visivyo rafiki kwa mazingira. Pamoja na shughuli zote hizo tunazozifanya, kama nilivyoeleza awali, tuko kwenye mpango wa kuwaingiza kwenye biashara ya carbon. Na ndio maana vijiji hivi viko kama vijiji 13 katika safu za milima hii. Tumeshafanya mipango ya matumizi bora ya ardhi na wametenga hili eneo kama eneo la hifadhi. Kwa hiyo kwa kuwaingiza kwenye biashara ya hewa ya carbon, watakuwa wanapata mapato ya kufanya shughuli mbalimbali ambazo wangetaka wafanye huku.
Kwa hiyo tunaamini kwamba wakianza tukiwaingiza pia kwenye biashara ya carbon, maana yake ni kwamba watapata manufaa zaidi na zaidi wataona manufaa makubwa zaidi ya kuhifadhi msitu. Lakini kikubwa zaidi, haya maji sidhani kama kuna mwananchi yote kule chini anapenda yapotee. Kwa hiyo tunaamini kabisa, kwa sababu wameshaona manufaa, na unaona pale chini tanki lime overflow, maji ni mengi yanakwenda pale. Hali hii haikuwa hivyo huko nyuma. Kwa hiyo naamini kabisa wananchi sasa hivi wameona manufaa ya kuhifadhi mazingira na misitu, na hivi wanapata maji muda wote, na kuchagiza na hilo wanapata uchumi kupitia ufugaji wa nyuki. Lakini pale kijijini tumejenga kituo cha kuchakata asali, ambao watakuwa na uwezo wa kuchukua hizi asali wanazozalisha hapa, kuzipeleka pale, kuzipackage na kuzipeleka kwenye masoko makubwa. Kwa hiyo manufaa yote haya tunaamini kabisa kwamba hakuna mwananchi ambaye atajitoa ufahamu aingie tena huku juu kuanza kufanya uharibifu. Wananchi mpaka hivi sasa wanaendelea na kunufaika, lakini tunachokiona zaidi wananchi ni kuingia kwenye biashara ya kaboni ya hewa, yani kwa ajili ya biashara ya kaboni, ili wananchi waendelee kunufaika na nini, na uhifadhi wa mlima. Kwa hiyo saizi halmashauri yetu ya Mpimbwe yenye vijiji 31, lakini tunaingia biashara ya kaboni kama vijiji 18. Kwa hiyo wananchi wa halmashauri ya Mpimbwe watanufaika sana sana na uhifadhi wa mlima watakapokuwa wameingia kwenye biashara ya kaboni. Hapana shaka kurejea kwa vyanzo vya maji sasa kumezidi kuimarisha shughuli za kiuchumi, ikiwemo kilimo, kama ambavyo inaonekana na kuwarejesha wananchi wa wilaya ya Mpimbwe katika kilimo cha mahindi na mpunga. Kwa ujumla shughuli za kiuchumi zinazidi kuongezeka kwa sababu maji, shughuli za wananchi wa Mpimbwe hasa wanajishughulisha na shughuli ya kilimo. Kwa hiyo maji yanapopatikana kwa wingi, kwa hiyo wanaendelea kunufaika na kilimo cha kiangazi, mabustani, kila kitu. Lakini pia tunapoendelea kuhifadhi mlima huu, shughuli za ufugaji wa nyuki, kwa hiyo bado mwananchi anaendelea kuongeza kipato chake kwa kupitia huu mlima. Kwa ujumla huu mlima sisi tunaweza tukasema ni mwarobaini kwa wananchi wa halmashauri ya Mpimbwe. Kwanza kipekee ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya Makamu wa Rais kwa shughuli ambazo zimeonekana kwenye kipindi hiki cha awamu ya 6 cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa ujumla wananchi tumenufaika sana na kipindi hiki cha hii awamu ya 6 kwa sababu maendeleo yamekuja kwa kasi kubwa sana kupitia uongozi wa Daktari Samia Suluhu. Mimi kwa ujumla nasema mitano tena kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wananchi wa halmashauri ya Mpimbwe tunamuombea zaidi na zaidi. Ili kuwezesha miradi kama hii kuwa endelevu, inapaswa kuundwa kwa sheria ndogondogo zitakazowezesha kusimamiwa na kamati zinazoundwa kutokana na wananchi wenyewe, na hivyo kuwezesha miradi hii kudumu toka kizazi hadi kizazi na kuleta manufaa makubwa kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Ni kweli ili uweze kuwa na sustainability ya uhifadhi lazima uweke sheria ya kuhifadhi. Kuna sheria ndogo kama alivyotangulia kusema mratibu wa mradi ngazi ya taifa ya huu mradi wa urejeshwaji. Wakati tunafanya mpango wa matumizi bora ya ardhi, tulitengeneza zile sheria za kulinda maeneo yaliyoandaliwa kwa ajili ya tumizi mbalimbali. Lakini baada ya kukamilisha hatua hicho, pia tulifanya mpango wa usimamizi shirikishi wa misitu wa kijiji cha Mtibili, ambapo tulitengeneza sheria ndogo kwa ajili ya kusimamia hifadhi ya hizi vyanzo vya maji ambavyo tumehifadhi. Moja ya sheria ambazo tuliziweka kwenye uhifadhi ni pamoja na kuzuia zile shughuli zote za kijamii ambazo zinaleta hatari kwenye masuala ya uhifadhi. Kwa mfano, tulisema ni marufuku watu kufanya shughuli za kilimo katika maeneo yote ya vyanzo vya maji, hususan mlimani. Tulisema ni marufuku kukata miti kwenye maeneo haya ya hifadhi ya vyanzo vya maji. Lakini tulisema pia kwenye sheria zetu kwamba ni marufuku kufanya shughuli za kuchungia mifugo kwenye maeneo ya vyanzo vya maji.
lakini tulisema kwamba kwenye sheria zetu za ndogo ambazo tulizitunga tukaruhusu zile shughuli ambazo zinamwezesha mwananchi kunufaika kama utumbikaji wa mizinga ya nyuki, lakini kwa kupata kibali kutoka kwenye uongozi wa kijiji husika anayosimamia ili kuleta sustainability. Mchakato ambao tunakwenda nao kwa sasa hivi awamu ya pili ni kutengeneza usimamizi shirikishi wa misitu kwa maana ya participatory forest management kupitia community based forest management, ambao jamii nzima ya vijiji husika ndio wanahusika katika kutenga hiyo misitu yao. Kwa na misitu miwili mwaka 2023, mwaka jana tumetenga tena msitu mmoja kama huu ambao mchakato wake umeshakamilika katika kijiji cha Kitupa ambao ni kijiji mojawapo cha miradi, lakini hivi vijiji ambapo tulivipita hapa katikati ambao pia wana msitu kama huu nao tumewaingiza kwenye mpango ambao tayari tumeshafanya mpango wa matumizi na wametenga maeneo yote ya mlimani kuwa maeneo yaliyohifadhiwa kwa ajili ya vyanzo vya maji, lakini pia misitu ya uhifadhi wa vijiji hivyo. Moja ya mbinu za kuhifadhi misitu katika milima ya Liamba na Mfipa ni kwa vijana kuanzisha vikundi mbalimbali kwa lengo la kuimarisha ulinzi, ambapo vingine vinajihusisha na utunzaji wa mazingira ya milima ili kuwezesha misitu kuwa salama dhidi ya vitendo vya ukataji miti ovyo, uchomaji moto, sambamba na uwindaji haramu wa wanyama wadogo. Namna jinsi tunavyopata taarifa, cha kwanza, serikali ishatengeneza utaratibu, ishaandaa watu ambao ni kamati maalum ya utunzaji ya ulinzi wa mlima. Kwa maana kwamba kama kuna mtu anaweza kawa amepanda, wakishambaini wanaleta taarifa ofisini. Yule mtu anaitwa pale ofisini na kwenda kutozwa faini. Mtu akikamatwa huku, ile kamati wakibaini, wakimkamata, wakimpeleka pale kwa kiasi atakachokuwa amelipa, asilimia fulani inabaki kwao kama kamati, asilimia fulani inabaki kwenye serikali. Utaratibu wetu ni kwamba sisi tuna taratibu na tuna sheria ambazo zinatufanya tuingie siku za kuingia kwenye msitu na ambazo sio za kuingia. Mfano, Jumatano na Jumamosi ni siku ambazo wananchi wanaruhusiwa kupanda kwa maana ya kwenda kuokota aidha kuni kwa maana ya miti ile ambayo imeshakauka. Ndio siku ambazo ziko maalum. Ukipanda nje na siku hiyo umevunja sheria. Tunashukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna jinsi ambavyo sisi tunatambua ndio katuwezesha, kwa sababu vyote vinavyofanyika Tanzania viko chini yake. Iwe NGOs, iwe ni serikali, viko chini yake. Tunashukuru kwa maana mpaka saa hizi kijiji chetu kinaendelea kunufaika na tunataka kuingia kwenye mfumo wa hewa ukaa. Lakini pia maombi yetu ni kwamba hili linalozungumzwa kwamba tunataka kuingia kwenye hewa ukaa litimie, lisibaki kama maneno. Mwanzo tulikuwa tunachota maji mtoni, lakini mpaka sasa tunapata maji kutoka kwenye mabomba. Tunatumia muda mrefu kutoka nyumbani mpaka mtoni, unakuta umechukua hata dakika 15, ila mpaka sasa dakika 3 umesharudi nyumbani. Mwanzo tulikuwa tunakuja kiholela katika huu msitu, siku yoyote ile mtu anapandisha, lakini mpaka sasa zimetengwa siku maalum za kuja katika huu msitu ambayo ni Jumatano na Jumamosi tu. Tofauti na hapo, ukionekana siku ya ovyo unakamatwa. Utofauti wa kimaisha upo kwa sababu mpaka sasa asilimia kubwa ya watu wanatumia miti iliyo mikavu pale ambapo unakuta kutoka kijiji jirani na hapa tulipo wanakuja na kuni kutoka huko mpaka huko kuja kutuuzia kuni. Kwa unakuta asilimia kubwa watu wananunua kuni kutoka kijiji jirani. Ilikuwa anaenda vizuri tu, tofauti na sasa maji yalivyo mengi. Ila sasa maji yalivyo mengi, mazao yanapendeza. Huu mlima umetusaidia, kwanza tunapata maji safi na salama. Alafu isitoshe, mwanzo huu mto ulikuwa utoi maji sana. Lakini baada ya kuhifadhi mlima huu, maji sasa yanatiririka mengi sana. Yaani kipindi hicho tulikuwa tunapata kwa mfano maji yalikuwa yanatiririka machache sana, yalikuwa sio mengi kivile. Sababu ilikuwa ni uharibifu wa mazingira. Tulikuwa tunakata miti ovyo, tunachoma mkaa. Baada ya kupata elimu saizi mambo ni mazuri. Hali ya maisha ni safi tu kwa sababu tumeshazoea, tumepangiwa siku za kuja kusanya kuni kavu tu, sio kuni mbichi. Mimi Mheshimiwa Rais tunamshukuru tu kwa sababu kwa jitihada hizi zilizopo. Sisi tunamwambia mitano tena.
Milima ya Liamba na Mfipa ipo katika halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe mkoani Katavi, ikiwa na ukubwa wa mita za mraba 1,302,714,014.8 sawa na hekta 30,271.41 ambazo ni ekari 74,802.27, ambapo sasa maji yanatiririka muda wote baada ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kutekeleza mradi huu wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bioanuwai, ikiwa ni dhana ya urejeshaji uoto wa asili na ardhi iliyoharibika. Mwanzo kabisa kuna mradi wa josho, mbili kuna banio ambalo linatumika kwenye chanjo ya mifugo, lakini mradi unaofuata ni birika kwa ajili ya kunyweshea mifugo maji. Miradi hii inafanya kazi. Tukianza na mradi wa kwanza ambao ni wa josho, wenyewe unafanya kazi vizuri na umeweka kwenye ratiba maalum ambayo tunaifanya. Tunafanya kwa mwezi mara 2, kwa maana mwanzoni mwa wiki na katikati ya wiki, ikiwa na maana tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 tunafanya shughuli za ugeshaji wa mifugo, lakini baada ya hapo tunakuja tarehe 15, 16 na 17 tunamaliza mwezi kwa kuogesha mifugo yetu. Lakini pia mradi wa pili unafanya kazi kwa chanjo ya mifugo, pale ambapo tunatokea chanjo ambazo tunahitaji mifugo ifike sehemu husika na tuweze kutoa chanjo, kwa maana ya kuzuia magonjwa mbalimbali ambayo yanayoathiri mifugo ya wafugaji. Lakini tatu kwenye mradi huu ni mradi ambao unaosaidia mifugo kupata maji kwa wakati. Hapo mwanzo hakukuwa na eneo maalum ya mifugo kupata maji, lakini kwa sasa wanapata maji kiuhakika. Kwa hiyo kwenye changamoto ya maji, kwa mradi huu unatusaidia kwa sababu maji yapo kwa wakati wote. Kwenye kila tarehe wastani wa ng'ombe 800 hadi 1200 kwenye kila tarehe, nikiwa na maana ya kwamba tarehe 2 wanaweza kufika ng'ombe kuanzia 800 hadi 1200, na tarehe 3 idadi ile ile, wastani ni ule ule, kwa sababu ni kama wafugaji walishajiwekea utaratibu, wanauelewa vizuri. Kwa hiyo asiyekuja tarehe 2 ina maana yeye atakuja tarehe 3. Kwa hiyo wastani ni ng'ombe 800 hadi 1200 kwa siku. Kwenye upande wanaokuja kunywa maji ni kwa siku ni zaidi ya ng'ombe 3000. Sasa unaweza ukaona kuna utofauti kati ya siku ambao wanaokuja kuogesha na siku wanaokuja kunywa maji. Kwa nini visiwiani? Kwa sababu ni elimu ambayo inaendelea kutolewa. Si wote ambao wenye mwitikio kwenye kuogesha, japokuwa tunaenda nao, lakini kwenye swala la kunywa maji hilo halihitaji elimu kwa sababu, wala ushawishi, kwa sababu ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa mifugo kupata maji. Japo huku kwenye kuogesha unakuta bado hatujafikia kufikia zaidi ya ng'ombe 5000, lakini tunaendelea kutoa elimu, watu waone umuhimu wa mifugo kuogeshwa, waone kama ni umuhimu wa vile ambavyo ng'ombe anavyoweza kupata maji. Kwenye swala la kuogesha pamoja na matibabu kwenyewe kuna gharama. Nikianza kwenye kuogesha kwa ng'ombe moja ni shilingi 200 kwa ng'ombe pamoja na punda, lakini kwa mbuzi na kondoo ni shilingi 100. Tukija kwenye eneo la chanjo ambalo ni banio kwa ajili ya kuwezesha mifugo iweze kukaa hapo na iweze kuchanjwa, kupewa matibabu, wastani wa kila ng'ombe moja huwa inakuwa ni shilingi 1000. Hapo mwanzo hali ilikuwa ni mbaya. Moja, tukianza kwenye mradi unaotusaidia hasa sana kwenye uogeshaji, hapo mwanzo kulikuwa kuna magonjwa mengi sana yanayosababishwa na kupe. Yalikuwemo ambao vifo vya mifugo vilikuwa ni vingi, lakini toka tulipoanza kuogesha vifo vile vimepungua. Tunaona ni kwa namna gani umuhimu wa kuogesha mifugo au umuhimu wa kuwepo kwa josho eneo hili linanusuru vifo vingi na magonjwa mengi yanayotokana na kupe. Changamoto zilizopo sasa ni kwamba idadi ya ugeshaji imeshuka. Na kwa nini imeshuka? Kwa kuwa tumetoka kwenye msimu wa kilimo. Wafugaji wengi walipisha eneo kwa maana ya kilimo. Waliondoa mifugo nje na eneo la halisia, na maana walienda kwenye maeneo ambayo hayafanyi shughuli za kilimo. Kwa hiyo idadi ilipungua. Lakini kwa sasa, kwa sababu ni msimu wa kilimo
ndipo wakati sasa wafugaji wanarudisha mifugo yao katika maeneo ambao wameshavuna. Kwa hiyo mifugo tunategemea itakuwa ni mingi, kwa sababu maeneo mengi yatakuwa yako wazi na watu mazao hayatakuwepo shambani. Mradi huu unatekelezwa katika halmashauri 7 kote nchini, ambapo kwa upande wa halmashauri hii ya Mpimbwe vijiji 7 vinanufaika kati ya vijiji 33 vilivyopo ndani ya halmashauri hiyo, vikiwemo vinavyozunguka milima ya Liamba la Mfipa. Mtazamaji, kufikia hapo ndio tumefikia mwisho wa kipindi cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo. Kumbuka, katika kipindi hiki cha leo tulikuwa katika halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe mkoani Katavi, tukiangalia mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bioanuwai Tanzania unaotekelezwa na ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wa kipindi hiki Henry Mabumo. Mpiga picha ni Furaha Eriabu na mwalili picha ni Noeli Lema. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki, hadi juma lijalo tunasema asanteni na kwaherini.